Hapa ni ndani ya uwanja wa Airtel Stadium, uwanja ambao unamilikiwa na Singida Black Stars. Tulikuwa hapa timu ya Mpenja TV tukifuatilia namna ambavyo uzinduzi wa uwanja huu unakwenda, lakini kilichokuwa cha bahati mbaya ni kwamba mechi ya kirafiki ambayo ilibidi ichezwe hapa kwa dakika 90 haijamalizika kwa dakika 90 kutokana na mvua kubwa kunyesha na mechi hiyo kugailishwa ikiwa imeishia moja. Niko hapa na miongoni mwa watu muhimu, kiungo muhimu kweli kweli ambaye amesimamia mpaka uwanja huu leo hii tunauona uko hivi. Si mwingine anaitwa Engineer Victor Ndozero. Kabla sijakwenda kuzungumza naye, nikupe habari njema za White Skim Wall Put kwa ajili ya ukuta wako ili uweze kuwa imara na bora kwa miaka mingi, usibanduke wala usitoe zile fungus za ukutani. Lakini pia Mandasi Store kwa yeye ambaye unahitaji kupata simu ya mkopo. Uko vizuri? Poa. Baridi kali kweli kweli hapa Singida. Baridi kali kinoma baada ya mvua kubwa kunyesha. Lakini tunashukuru Mungu kila kitu kimeenda sawa. Sawa, mimi natamani kufahamu jambo moja kuhusiana na taratibu za uwanja huu ulipojengwa, kuanzia msingi wake mpaka leo hii watu tunakuja kuona pichi ikiwa kwenye hali ya ubora kiasi hiki. Niseme tu kama mlivyoiona pichi iko kwenye ubora wa hali ya juu, lakini pia aina ya nyasi ambayo imewekwa hapa pia ni ubora wa hali ya juu, ambayo tunaweza tukasema ni moja ya viwanja ambavyo vinaweza vikaisaidia Singida, lakini pia kanda ya kati, lakini pia Tanzania, kwa maana ya kwamba kiwanja ambacho kinaweza kikatumika muda mrefu zaidi na katika mechi nyingi zaidi kuliko kitu kingine. Kwa hiyo ni jambo muhimu kuona kwamba leo ufunguzi umefanyika hapa. Tuwashukuru Malbasa Company Limited ambao ndio wamefanikisha zoezi zima la uwekaji wa hii nyasi from the scratch mpaka hapa tulipo. Tumekuja katika kipindi ambacho tumekuta tayari kila kitu kimefanywa na Malbasa. Kwa hiyo tulichokuwa tunafanya hapa ni marekebisho madogo ambayo mwisho wa siku lazima tuende kwenye zile taratibu za club license ili kiwanja kiweze kutumika na ligi kuu. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni jambo bora na muhimu kuona timu kama Singida Black Star wanakuwa na uwanja wao wa nyumbani, kitu ambacho mwisho wa siku kinaletea heshima Black Stars. Yani ni heshima kubwa timu kama Singida Black Stars ambayo imekuja juzi katika ligi na leo hii tayari ina kiwanja chake. Kwa hiyo tuseme tu ni jambo muhimu na bora. Tunashukuru sana kwa kila kitu, lakini mwisho wa siku mechi haikumalizika kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Yani mvua haiwezi kuwa sababu ya kusema mtu sijui kuna sababu gani. Hapana, mvua imenyesha, kila kitu kimalizika, mambo yameisha. Na mimi natamani pia kufahamu kuna ile ambayo inaongelewa sana kwenye uwanja wa Chamazi pale kwamba ni mdogo hivi na hivi. Vipimo vya hapa Airtel Stadium vinasemaje? Ni sawa na viwanja gani kama Benjamin Mkapa au kiwanja kipi? Pichi iko katika standard za FIFA kabisa na CAF, kwa maana ya 105 kwa 68, same to Azam Complex, same to National Stadium. Kwa upande wa pichi ya kuchezea kila kitu kiko almost the same. Yes. Sawa, fasi ya kwanza imetamatika ambayo ni eneo la kuchezea. Vipi kwenye eneo la majukwaa, kwa maana eneo la viti lile? Tutegemee mpaka lini itakuwa tayari, lakini pia namna ambavyo itadesigniwa kuhakikisha kwamba uwanja huu unapambwa zaidi. Design ya uwanja ni siri ya mwenye uwanja always. Kwa hiyo tutarajie tu kwamba kuna kitu kizuri kinakuja. Taratibu zimeshaanza kufanyika kwa maana ya uongozi wa Singida Black Star kuona namna ambavyo phase ya pili itaenda, na naamini italeta kitu cha kipekee na cha tofauti kabisa kulinganisha na viwanja vingine ambavyo vimetumika huko ambavyo tunavifahamu huko mwanzo. Kwa hiyo niseme tu mapambano yanaendelea, kazi zinaendelea, kila kitu kinaendelea. Tuendelee kuwapa support kama Black Stars, lakini pia tuendelee kuamini kwamba kila timu yote inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara inaweza kuwa na uwanja wake. Ni jambo la muda tu.
tuamini kila kitu kinawezekana. Mimi natamani pia kufahamu ili ya mwisho ya kumalizia gharama za namna ya ujenzi wa hivi viwanja. Kuna ule ambaye anasema hivi viwanja sasa vinagharimu hela kubwa sana. Mwingine anasema hamna ya kawaida. Wewe unatoa confirmation gani kwa ile timu ambayo inatamani au watu binafsi ambao wanatamani kufanya ujenzi wa viwanja? Ni jambo la uthubutu. Ukiamua, ukithubutu unaweza. It's all about believing yourself kwamba ninaweza nikafanya. Ukiweza kujiamini unaweza kufanya, basi ujue unaweza kufanya. Ni investment ambayo inawezekana kabisa kufanyika, kwa maana ya ukijiandaa, ukatenga bajeti yako nzuri kabisa, ukapata wadhamini kutoka sehemu mbalimbali kama ambavyo tumeona uwanja huu wa Singida Black Stars kupitia Airtel, ambao wamekuwa wadhamini wakubwa kabisa na wamefanikisha katika ujenzi huu kwa 100%. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni uthubutu wa namna ambavyo tunaweza tukaifanya hili jambo likaenda. Kiukweli bajeti inaweza ikafika mpaka bilioni 5, bilioni 6, bilioni 7, wakati mwingine mpaka bilioni 10 kutokana na sitting capacity ya watu ambao unataka kuiweka kwenye uwanja wako. Nikushukuru sana. Asante sana. Niko sini ondoka nalo. We